Bado kinaumana, bado mambo hayajakaa sawa, yani 254 na 255 Kenya na Tanzania. Kwa sasa mambo ni moto balaa zito. Unaambiwaje? Kenya wametoa taarifa, wametoa ujumbe. Sasa hivi wamekuwa wakiendelea kuchocheana wao kwa wao kuichukia Tanzania na kuweka uadui mzito kati ya Kenya na Tanzania. Na hili limetabiliwa na kuonekana kabisa kwamba kesho na kesho kutwa mambo yanaweza kaja kuwa mazito. Yani tusije kushangaa tukaona Kenya na Tanzania basi kunakuwa na vita, kwa sababu yote yanaonekana kabisa kwa sasa hivi ni uchochezi wa hali ya juu. Kenya, kwa baadhi ya Wakenya ambao wameonekana kuingia katika media na kuzungumza kwamba kwa sasa yani tafikia wakati wakiona kitu chochote kutoka Tanzania, aidha ni airport, kama wataona ndege kutoka Tanzania, basi wao watakachokifanya ni kuhakikisha kabisa kwamba ndege hiyo wanailipua. Na kama kuna watu wanaotoka Tanzania na kwenda kufanya biashara Kenya, basi huenda ikawa ni full stop na mara ya mwisho, baada ya wale activities wao, lakini pia na baadhi ya viongozi na wanaharakati wa kisheria, ikiwemo pia kwa baadhi ya wanasheria kutokea Kenya ambao walienda kusaidizana kwenye kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Mughwa Lissu. Basi hayo yote yameweza kuonekana mpaka sasa hivi kama ndio chanzo kikubwa yani kwa wote waliopo Kenya, manake huenda ikawa ni changamoto kwao, kwa sababu tayari wameonekana kabisa kwa sasa hivi Kenya imechechamaa, yani wameweka uadui wa nafsi kabisa, ule uadui wa kimataifa kati ya Kenya na Tanzania kwa sasa hivi hawako sawa. Na ni jambo ambalo pia watu wengi wamekuwa wakitamani kuweza kumsikia rais wa Kenya William Ruto, ili mradi kama kuna uwezekano basi wao kuyaweka sawa na kuyazungumza, ili mradi kuwatuliza pressure wananchi wake, kwa sababu bila ya rais kutuliza pressure, naweza nikasema kabisa kwamba hili linaweza likawa ni jambo hatari sana baina ya Kenya na Tanzania, kwa sababu ikatokea kwamba Wakenya wanavodai kwamba watakao waona wa Tanzania wametoka huku na kwenda Kenya kufanya biashara, basi wanawezekana kuweza kuwafanyia vitu vibaya na kuwadhuru. Sasa inakuaje endapo kukawa na mambo kama haya yakajitokeza? Manake inaweza kaleta pia mchafuko mkubwa na kutengeneza bifu ambalo pia hata Wakenya walioko Tanzania wanaweza kufanya matukio ya mabaya, na mjasiku utajikuta Tanzania na Kenya inakuwa ni sehemu ya kutengeneza chanzo cha vita kubwa ambayo hatujawahi kuiwaza kati ya Kenya na Tanzania, jinsi ambavyo tumeweza kuishi na kuamini kabisa kwamba Kenya na Tanzania ni kama watu ambao wamekuwa na umoja na wamekuwa katika zile nchi ama East Africa, nchi za Afrika Mashariki ambazo zimekuwa zikiwa na umoja mzuri kabisa bila kuingia kwenye changamoto yoyote. Kwa hiyo ndo sakata na sekeseke ambalo kwa sasa hivi Wakenya wamekuwa wakituma ujumbe na barua kabisa kuweza kuwapa onyo wa Tanzania kwa lolote litakaloweza kutokea, basi wasishangae na wasishtuke. Cha msingi tukutane kwenye comment.